Saa za Afrika Mashariki. Unafuatilia matangazo haya kupitia mtandao wa YouTube TV47 Live, mtandao wa X ni @TV47KE au TV47 Digital. Mimi ni mtangazaji wako Paul Kirobi. Tuandamane hadi tamati. Kufuatia misururu ya maandamano kwa majuma kadhaa nchini Madagascar ambapo watu zaidi ya 20 wamedaiwa kuaga dunia, rais wa taifa hilo Andry Rajoelina ametangaza kulivunja baraza lake la mawaziri na kutangaza baraza jipya. Mwandishi wetu wa habari za kimataifa Maluse Meshak na taarifa hii kwa kina. Hapa ni jiji kuu la Madagascar, Antananarivo. Waandamanaji wameingia barabarani kulalamikia ukosefu wa maji na umeme wa mara kwa mara nchini humo. Maandamano haya yanaongozwa na kizazi cha Gen Z cha taifa la Madagascar. Kufuatia maandamano haya, watu zaidi ya 20 wameripotia kuaga dunia. Rais wa Madagascar Andry Rajoelina ametangaza kuwatimua mawaziri wake. Katika hotuba yake kwa taifa kupitia televisheni ya taifa, Televizion Malagasy, Rais Rajoelina amesema kuwa anatambua na anaomba radhi iwapo baadhi ya mawaziri wake hawakutekeleza majukumu yao ipasavyo. Maandamano haya yanajulikana kama maandamano ya Gen Z yamevutia maelfu ya vijana waliokuwa wakipaza sauti zao kwa kauli mbiu, tunataka kuishi sio kustahimili tu. Kwa mujibu wa kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa, zaidi ya watu 22 wameuawa na wengine zaidi ya 100 kujeruhiwa vibaya kufuatia matumizi ya nguvu kupita kiasi na vikosi vya usalama katika kudhibiti maandamano. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Madagascar imepinga takwimu hizo ikidai kuwa hazina msingi na zinatokana na uvumi au upotoshaji wa taarifa. Maandamano haya yalianza katika mji mkuu Antananarivo siku ya Alhamisi na yameenea katika miji mingine 8 kote nchini. Kufuatia hali ya taharuki, serikali iliweka amri ya kutotoka nje kuanzia jioni hadi alfajiri katika mji mkuu, huku polisi wakitumia vitoza machozi na risasi za mpira kuwatawanya waandamanaji. Kamishna wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk amesema ameshtushwa na ukatili wa vikosi vya usalama, akidai kuwa waandamanaji walipigwa, kukamatwa kiholela na hata kupigwa risasi za moto. Umoja wa Mataifa pia umesema kuwa waliouawa ni pamoja na waandamanaji na raia waliokumbwa na vurugu, pamoja na wale waliouawa na magenge wakati wa uporaji na ghasia zilizozuka baadaye. Wiki iliyopita, Rais Rajoelina alimfuta kazi waziri wa nishati kwa madai ya kushindwa kutekeleza wajibu wake, lakini waandamanaji waliendelea kushinikiza kwamba rais pamoja na serikali nzima wawajibike na kujiuzulu. Maelfu waliendelea kuandamana tena siku ya Jumatatu wakipaza sauti zao dhidi ya hali ngumu ya maisha nchini humo. Maluse Meshak, TV47, Nairobi. Asante.